Ni ipi tofauti ya wallahu bima ta'maluna khabir na wallahu khabirun bima ta'malun? Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ataishia na wallahu bima ta'maluna khabir, basi hapo nyuma yake alikuwa akizungumzia matendo ya mwanadamu yanayoonekana. Mfano, in tubedu sadaqati fa ni'ma hi. Hii aya inaongelea sadaka. Sadaka ni matendo ya mwanadamu yanayoonekana, na mwisho Allah ameishia wallahu bima ta'maluna khabir. Lakini ikiwa ataishia na wallahu khabirun bima ta'malun, yani khabiri katangulia, aya hizo zina njia mbili. Ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia matendo ya mwanadamu yasiyoonekana. Mfano, unafiki. Moja ya aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun. Allah katika hii aya anazungumzia unafiki, na mwisho anasema inna Allaha khabirun bima ta'malun. Hii ni njia ya kwanza, matendo yasiyoonekana. Na njia ya pili, ikiwa Allah anatoa amri zake, mwisho ataishia namna hii. Mfano wa aya, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad inna Allaha khabirun bima ta'malun. Kiufupi, Allah akizungumzia matendo yanayoonekana ataishia na bima ta'maluna khabir. Lakini akiishia na matendo yasiyoonekana au akiamrisha amri zake, ataishia na khabirun bima ta'malun. Subhanallah, hichi ndio kitabu chetu cha Qur'an kisichoisha hekima ndani yake. Hifadhi, jifunze na mfundishe mwingine.